Dr. Slaa ni baba yetu. Mimi amenilea na kunitunza mpaka hapa nilipo. Tangu nilipoanza kuwa diwani wa kata ya Tarime mjini na baadaye kuwa mbunge, amenijenga. Huyu mzee ana miaka 76. Amekuwa mbunge kwa miaka 15. Kama ni mtu binafsi, angekaa nyumbani kwake, ale maisha yake, amalizie uhai wake hapa duniani. Lakini kwa miaka 76 anasafiri na sisi. Tunakaa naye kikao mpaka saa 7. Kwa sababu anataka kuona nchi yake ikiwa kwenye mikono ya watu ambao watajenga uchumi wa nchi yetu, wataiendeleza nchi hii iende mbele. Kila mmoja wetu kama Mtanzania afurahie keki ya nchi hii. Leo nchi hii iko kwenye mikono ya kikundi cha watu wachache sana wanaolindwa na polisi na vyombo vyetu vya dola. Wanaiba kulia kushoto, wanagawa nchi yetu kama nchi ambayo haina mwenyewe. Tukiulizana kwa nini tulidai uhuru wa nchi yetu, madai ya uhuru wa nchi yetu yalikuwa yapi? Ni ili nchi iwe mikononi mwetu, tuiongoze, tutumie rasilimali za nchi yetu katika kujenga maisha yetu, na rasilimali ambazo kwa kweli tunazo nyingi kweli kweli. Kama mnavyojua, hii ni nchi pekee duniani iliyoko na Tanzania, haipatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Hii ni nchi ambayo ni ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia nzima. Ukienda kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukienda Chunya ni dhahabu, ukienda Singida ni dhahabu. Kila kona ya nchi ni dhahabu. Yanatoka matani na matani ya dhahabu ya nchi hii, yanaondoka kwenda Ulaya kutajirisha watu. Watu wetu wanabaki maskini, hawana makazi. Wakina mama wanahangaishwa na vikoba na mikopo ya kausha damu kwenye nchi yenye dhahabu. Gramu moja ya dhahabu, gramu, nikisema gramu sijui kama mnanielewa. Ukichukua wembe ukauvunja hivi, kale kawembe kamoja, kale uliko kata katikati, ndio gramu moja. Gramu moja ya dhahabu yenye uzito sawa na ile wembe ni leo kwenye soko la dunia ni 250,000 za Tanzania. Tanzania inachimba matani na matani ya dhahabu kila siku 300 duniani. Hii ni nchi ambayo ina ziwa lenye upana kuliko yote Afrika nzima, na pili duniani, ziwa Victoria. Ni nchi ambayo ina ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, na pili duniani. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, ya pili duniani. Mbuga za wanyama zetu, ukichukua Seru, ukichukua Serengeti, ukichukua Mikumi, ukichukua Ngorongoro, ukichukua Ziwa, ukichanganya pamoja zina ukubwa kuliko nchi ya Rwanda, Burundi na Uganda. Mbuga namba 1 duniani. Tumejaliwa kila kitu. Bahari tulionayo ina urefu kutoka Mtwara mpaka Tanga kilomita 1,600. Ni nchi yenye kila unachokijua. Hii nchi ingekuwa na viongozi wenye akili, watu wetu ambao hawana kazi wangekaa nyumbani wakawa wanalipwa mshahara kila mwisho wa mwezi, kama inavyofanya Finland, kama zinavyofanya Norway, kama zinavyofanya nchi nyingine, kama inavyofanya Qatar na nchi nyingine. Watu ambao hawana kazi, kuna kitu kinaitwa government benefit, kila mwisho wa mwezi inaingia kwenye akaunti yako. Ingekuwa kila mtu ana insurance kwenye nchi ya matibabu, ya kutibiwa matibabu bora, kwa sababu Mungu ametubariki. Lakini ndugu zangu, miaka 63 baada ya uhuru, watu wetu ni maskini. Nilikuwa naisoma Korea, Dr. Slaa. Korea Kusini na Korea Kaskazini walipigana vita mwaka 55. Walikufa watu zaidi ya milioni 6.
miundombinu yote, viwanda, barabara, reli ziliharibika. Watu wakawa maskini, mpaka wengine wakawa nakula udongo na matawi ya miti na mizizi. Leo tunaiangalia Korea. Mtu yoyote ukiwa na simu ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na TV ya Samsung inatengenezwa Korea. Ukiwa na friji ya Samsung AC, ukiona gari inaitwa Hyundai inatengenezwa Korea. Ukiona meli zinatengenezwa Korea. Mwaka 55 wamekuja, mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna uchumi mkubwa kuliko Korea iliyotoka kwenye vita miaka 5 iliyopita. Ilikuwa inapokea mikopo ya USAID. Leo kipato cha mtu wa Korea wa kawaida per capita income ni dola 55,000 kwa mwaka, milioni 148 kwa mwaka. Yaani kila Mkorea kila mwisho wa mwezi, kila mwisho wa mwaka ana kipato cha milioni 148. Askari yule akifanya kazi miaka 10 hana milioni 148. Mimi nilikuwa mbunge kama mshahara wa mbunge milioni 12. Wewe milioni 12 hiyo ni miaka 3 unafanya kazi. Mimi nilikuwa nalipwa mwezi mmoja. Tuko kwenye matatizo. Na kwa sababu tuko kwenye matatizo, tuna sababu za pamoja za kutafakari namna ya kuondoa hayo matatizo. Bila kujali wewe ni askari, bila kujali wewe ni CCM, bila kujali wewe ni mwalimu, kwa sababu tuko kwenye matatizo. Tunaongozwa na watu wanaopiga nchi yetu mnada. Kila siku mnasikia reli imepewa Mchina. Uongo kweli? Sitazana inapita kakabidhiwa Mchina kwa miaka 27. Bandari amepewa Dubai milele mpaka Mungu atakaporudi. Ndio mkataba unavyosema. Dubai mwaka 61, mwaka 61 Dubai walikuwa watu 70,000 nchi nzima. Dubai ni jangwani, walikuwa wanatembea wanaokota tende, nomadic life, wanaokota tende jangwani. Mwaka 61 sisi tunapata uhuru, tuna chuo kikuu. Dubai haina hata shule. Leo Dubai ina watu milioni 3. Wakazi wa Dubai, kuacha watu wanaoenda wengine, wako milioni 3. Dubai iko dunia ya kwanza. Pipa lao la mafuta la kwanza wamegundua mwaka 69. Haya, wanaweza kusema wana mafuta. Mafuta ni sawa na gesi. Tanzania ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Leo Dubai iko dunia ya kwanza, wako milioni 3. Eti Dubai ndio wamekabidhiwa bandari zetu kuendesha. Sisi watu milioni 63 hatuna akili ya kuendesha bandari. Dubai watu milioni 3 wa Arabu wamepewa waendeshe bandari. Mwalimu Nyerere alijenga basic industries za kuinua uchumi wa nchi yetu. Hakuna nchi inayoweza kuajiri watu wake bila kuwa na viwanda vya kawaida vile vya mwanzo. Viwanda vikubwa kama automobile, hivyo vya kujenga magari, vya kujenga silaha kubwa, vya kujenga mambo makubwa, hivyo tunaweza tusiwe nao. Lakini basic industries vya kutengeneza syringe, sindano, maji ya kuongezea dripu, toothpick, karatasi, ZZK Mbeya mnakumbuka, viwanda vya kuchukua vya kutengeneza mablanketi, pamba yenu ilimwe, iingizwe kwenye jineri, itolewe blanketi, viwanda vya kutengeneza tomato sauce, viwanda vya kuchakata maziwa. Hizo zinaitwa basic industries. Ndio zina uwezo wa kuabsorb nafasi kubwa ya ajira ya watu. Ukiwa na viwanda hivyo, huwezi kulia kuhusu ajira. Kwa sababu kiwandani, ndugu zangu, ndipo anapoajiriwa msomi mkubwa zaidi mwenye degree engineer, na mtu asiyekuwa na elimu kabisa, huyo anapata kazi kiwandani. Kwa sababu engineer atakuwa anafanya kiwandani, mwenye elimu ya kati kiwandani, yule technician kiwandani, fundi umeme kiwandani, na mama ntilia anayeuza atakuwa pale anawauzia wanaofanya kazi kiwandani chakula, ili na wao wapate chakula. Na mbeba mizigo atakuwa pale ili apakie mzigo kwenye lori lililofuata mablanketi. Kwa hiyo kiwandani ndio kila kitu kinaajiriwa.
Tuko wapi leo? Miaka 61 baadaye tumerudi nyuma. Viwanda vya pamba vimekufa, viwanda vya kila kitu vimekufa, ZZK Mbeya imekufa. Mwalimu aliiweka hapa ZZK kwa sababu hili eneo lenu ni eneo la kilimo, ili mpate pembejeo za kilimo. Sasa twende taratibu, niwaeleweshe kwamba tuna watu wa aina gani kwenye nchi hii, na baadaye mniambie kama wanahitaji kuongoza nchi hii hata kwa siku 2 baadaye. Iko hivi, nianze na watu wa Njombe. Mkoa wenu wa Njombe una ukubwa wa kilomita za mraba 21,347. Nchi ya Israeli ina ukubwa wa kilomita za mraba 44,000. Kwa hiyo imewashinda Njombe kwa kilomita za mraba 21,000. Yaani ukiunganisha Njombe mara 2 ina ukubwa sawa sawa na Israeli. Israeli ni jangwani, ndio nchi inayoongoza kwa kutoa matunda, parachichi, sui nini duniani. Jangwa. Ukienda nchi kama Uholanzi ina kilomita za mraba 48,000. Mkoa wa Mbeya una kilomita za mraba 62,000. Mbeya ni kubwa kuliko Uholanzi. Tunaomba msaada sisi, saidie mzee, saidie mzee. Mungu amewajalia watu wa Njombe. Hapo kwenu Ludewa kuna chuma. Nasema uongo? Pale Mchuchuma na Ligamba. Na